Amkeni, amkeni, amkeni. Mange Kimambi ameibuka na mapya na round hii ameamua kufichua ufisadi ambao unafanyika nchi jirani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hawa ni wahusika wakuu ndani ya chama cha CCM na serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Sasa kuna zile screenshot ambazo Mange Kimambi ameposti kwenye mitandao ya kijamii, na ni screenshots ambazo zinaonyesha miamala ambazo zilifanyika na wahusika wakuu, pia akawataja pale. Sasa ametaja benki la Equity Bank na vile akamtaja Elvis Yasser na mwanadada ambaye anajulikana kama Angela Kiziga. Sasa Angela Kiziga unamjua, unamsikia zile enzi za Magufuli aliwahi pewa tenda fulani ya kutengeza mavazi ya jeshi la polisi ama wanajeshi, na vile hii issue iliongelelewa sana kwa maana hakufanya hivyo. Sasa baada ya kuposti screenshot hizi kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha miamala, wale ambao wametumiwa mihela kutoka sehemu moja au nyingine, inaonyesha hali ya juu ya utakatishaji wa fedha nchi jirani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa Mange Kimambi ameposti screenshot za video ama picha za kuonyesha miamala ambazo zilifanyika. Sasa ameposti akaandika hivi: kwanza kabisa, hiyo slide ya kwanza, hiyo ni miamala ya Equity Bank. Hiyo Yasser ni mshirika mkubwa na msiri mkubwa wa Angela Kiziga. Hiyo hapo ni bilioni 4 imetumwa kutoka kwa mtoto wa Angela Kiziga, Elvis, kwenda kwa Yasser. Jamani, kuna reference number za miamala hapa ili uchaguzi unaporudiwa na tukaweka bunge lenye upinzani ambalo litafanya uchunguzi wa kina kuhusu ufisadi uliofanywa na serikali na jinsi ya kurikava mali zilizoibwa ili zirudi kwa wananchi, wajue pa kuanzia kuzibana hizi bank, aswa benki ya CRDB. Sasa ameendelea kusema hivi: baada ya Yasser kupokea hiyo bilioni 4 hapo na yeye akatumia Thania Ali Abdul 1.5, yani bilioni 1.5. Huyu Thania Abdullah ni mke wa Masauni. Mke wa Masauni ni mshirika mkubwa wa Angela Kiziga kwenye circle yao ya utakatishaji fedha ama pesa. Hiyo Daisy Traders ya Kiziga sio biashara ya jezi ya polisi tu, ila biashara yao kubwa ya kuuza silaha haramu. Hii biashara wako partners na Abdul wa Kimama, yani mwanawe Mama Samia Suluhu Hassan, na hii biashara ya silaha haramu ndio link kubwa iliyopo kati ya Abdul na Sir Wicknell wa Zimbabwe. Mnaambiwa wanauza hizi silaha haramu mpaka Zimbabwe huko. Video nambari 2 na nambari 3 hapo ni Chelsea Hotel Kariakoo. Hiyo ndio hoteli yao ya kukusanya na kupack pesa zinazotakiwa kutakatishwa na pesa za kupelekwa kwa washirika wao kama kina Kikwete. Hapo kwenye video zilikuwa ni pesa milioni ama millions of dollars ambazo Abdul alitaka zipelekwe Zanzibari. Hii ndio moja ya njia yao ya kutoa pesa wanazoiba bara na kupeleka Zanzibari. Guys, naomba mlipie subscription. Kujaza comments bila kulipia subscription haisaidii. Zinahitajika pesa za kulipia hizi information. Watu wananishauri ili zipatikane pesa niwe napeleka hizi exclusive kwenye subscription hao kwenye app, sababu hapo ndio kila mtu atalipia, ila I can't do that maana hizi ni information ambazo lazima kila mtu aone. Please lipia subscription, it's only 2,000 za Tanzania. Bonyeza link ya YouTube hapo kwenye bio yangu kuona maelezo ya kufanya malipo. Sasa akatag Instagram akasema, please don't indulge TCRA Tanzania. Tomorrow morning they will email you take down this post exposing government corruption. Please don't listen to them. TCRA is part of the corruption. Sasa Mange Kimambi ameongelelea vitu ambavyo vinafanyika nchi jirani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ameexpose ufisadi ambao unafanyika katika nchi jirani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amemtaja mhusika mkuu
mwanadada ambaye anajulikana kama Angela Kiziga na mwanawe ambaye anajulikana kama Elvis. Hizi ni mihela ambazo zimetumwa kwa watu tofauti tofauti. Unapata kama mtu mmoja anapokea mihela hela ndefu alafu anamtumia tena mwingine, na pia kuna hoteli ama mahala fulani ameitaja kama Daisy Traders, mahala wanauza jezi, na anasema hizi si jezi za polisi tu, ni biashara kubwa ya kuuza silaha haramu. Na sasa hizi silaha pia wanamshirikisha jamaa fulani kutoka Zimbabwe ambaye anajulikana kama Sir Wicknell wa Zimbabwe, kibonge ambaye anatoka nchini Zimbabwe. Sasa hivi ni vitu ambavyo vinafanyika, na Mange Kimambi anasema kuwa hii ni hali ya kuchukua fedha kutoka Tanzania bara kupeleka Zanzibari. Sasa amemtaja mwanawe Mama Samia Suluhu Hassan ambaye anajulikana kama Abdul, ambaye anasema kuwa Abdul alitaka zipelekwe Zanzibar, yani hizi mihela ambazo zilitengezwa kwenye mishe hizi. Sasa Mange Kimambi kwenye posti hii anajaribu kuongea na Watanzania na waambie bana, fanyeni subscription kwenye app yangu ndio angalau mpate exclusive news. Lakini anasema kuwa hivi ni vitu ambavyo yeye haizi feature kwenye app yake, anaweka wazi ndio angalau wananchi wapate kujua kile ambacho kinachoendelea, ufisadi wa hali ya juu na vile vile utakatishaji wa fedha ambao unaendelea. Sasa hii ni mtandao ambao umetengezwa kati ya huyu jamaa ambaye anajulikana kama Sir Wicknell, na vile vile amemtaja mwanawe Mama Samia Suluhu Hassan ambaye anajulikana kama Abdul, akamtaja mwanadada ambaye anajulikana kama Angela Kiziga na mwanawe ambaye anajulikana kama Ezekiel. Sasa hii ni hali ya juu ya ufisadi ambao unafanyika, na ameiomba Instagram ama wahusika wakuu pale Instagram wasifute hii posti kwenye mitandao ya kijamii, kwa maana unajua kuna wakati fulani TCRA wanaweza wapigia simu watu wa Instagram alafu wanawaambia bana, akishineni ya kuwa hiyo posti mumeitoa kwenye mitandao ya kijamii. Sasa kuna wengi ambao wamedondosha comment zao kwenye hii posti ambayo imewekwa na Mange Kimambi. Anajaribu kuexpose ama anafichua ufisadi ambao unaendelea nchi jirani na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na inawahusisha wanao ama washikaji wa wale ambao wako katika serikali kuu ya Mama Samia Suluhu Hassan na chama cha CCM. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Magari_Mtana anasema, nani juzi tu Septemba, wakati nyinyi mnapigana na ukatili, watu wanaendelea na utekaji mwingine wa pesa. Sativa 255_ anasema hii ni pesa zimepigwa mwezi uliopita, hata hawaogopi hawa vibaka. Mwingine anajulikana kama Official TZ anasema 4.5 billion, akaweka mkono ambao mtu ambaye amenyosha mikono juu akasema Yesu Baba jamani, lipieni subscription kwa dada. Alafu Mula Star 255 anasema hawa hawaibi wala kuchukua, bali wanachota na kukomba kabisa. Mange Kimambi akamjibu akasema facts. Alafu huyu mwingine anajulikana kama Kafleva 1 ndiye ameandika hapa akasema da, Iceboy Africa akasema da. Sharifa 3728 anasema maisha yana siri nzito sana. Alafu Siheri_Holista anasema 4 billion, huyu anahoji. Holista_mimi_kama_mimi anasema wajukuu wetu na waonea huruma aisee, akaweka emoji ya mtu ambaye analia. Huyu anajulikana kama Mr. Ishi anasema walai hata kuisoma hiyo hela lazima ukaze macho. Alafu BB_naye anasema mtoto wangu mpaka leo hajaenda chuo, sina pesa, afu kuna watu wana pesa mpaka Zambi. Sasa ni baadhi ya comments ambazo zinadondoshwa kwenye timeline ya Mange Kimambi baada ya kufichua ufisadi ambao unaendelea nchi jirani na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa anajaribu kuonyesha utakatishaji wa fedha ambao unaendelea nchi jirani na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na vile vile kuwataja wahusika wakuu. Inaonekana ya kuwa Watanzania wamecharuka kwenye comment section, wanalia, wanasema kuwa haki itendeke. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, kulike na vile vile kushare na kucomment hapo chini, mnaambia unajisije kutokana na madongo ambayo yanarushwa na mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi kwenye mitandao ya kijamii. Nirudie tena kwamba aturudi nyuma bila katiba mpya, because hapa tunapoenda tumeshashinda.